Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Ndugu wapendwa, nachukua nafasi hii kuwakaribisha kwenye kipindi chetu Anza na Bwana au Amka na Bwana. Naitwa Mchungaji Daudi Maira kutoka Kanisa la Mennonite Tanzania, Dayosisi ya Mashariki, Jimbo la Kisota lililoko Kigamboni. Kipindi kilichopita nilitafakari na wewe habari za imani, lakini kichwa chetu cha somo ni shughuli ya mwanadamu katika wokovu, kwamba wewe ambaye umeshakwisha kumjua Mungu kwenye maisha yako ya wokovu, unahitaji uwe na shughuli ya kufanya kama unavyokuwa na shughuli zingine za kawaida zinazojenga taifa letu la Tanzania, zinazojenga jamii yetu, zinazosababisha unakuwa na mafanikio kwenye familia yako, kwa ndugu na jamaa. Ndivyo Mungu anavyotaka kwenye maisha ya wokovu. Tuliokwisha kujua wokovu, tunahitaji kutambua tunayo shughuli ya kufanya, na tukasema shughuli ya kwanza ya kufanya tuliona ni toba, kuwaelezea watu habari za toba. Hilo ndo jambo la muhimu. Mengine tunayoelezea, jambo la muhimu kwenye shughuli yako ya wokovu, elezea watu habari ya toba. Lakini kipengele cha pili, sio tu uishie kuwaelezea watu ambao hawajamjua Mungu habari ya toba. Hata wale ambao wako kwenye makanisa, kwenye madhehebu, wengine wapo lakini hawajajua habari ya toba ilivyo ya muhimu, kwamba inabadilisha tabia za watu, mienendo ya watu iliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pia waelezee watu habari za imani, waamini, wajenge imani yao kwa Yesu, kwa Mungu, wamtumaini Mungu, wamtegemee Mungu kwenye maisha yao yote, hadi siku ile ambayo Yesu atakapokuja kulichukua kanisa lake, waendelee kumtumaini Bwana na kumtegemea Mungu. Hiyo ndiyo shughuli ya mwanadamu katika wokovu. Yule mtu ambaye ameshakwisha kumjua Mungu hatakiwi kukaa tu bila kuwaelezea watu habari za toba na habari za imani. Sasa kipengele kingine ninachoongeza katika siku ya leo ni kuongoka au uongofu au kuokoka. Usikae bila kuwaelezea watu kuishi maisha ya kuokoka. Wengine wanasema mtu hawezi kuongoka au hawezi kuokoka akiwa hai. Sasa je, unasubiri mtu aokoka amekufa? Ndugu mpendwa, Mungu akikuita wakati wote, saa yoyote, hapo ndipo historia yako inaisha. Na ndiyo maana shughuli ya mwanadamu katika wokovu inatuhimiza kuwaelezea watu habari za kuokoka, kuwaelezea watu habari za kuongoka kwenye maisha yetu ambao tumeshakwisha kumjua Mungu. Tusikae bila kuwaelezea watu kuokoka. Kumbuka, kuokoka ndilo jambo nalo la muhimu. Bila kuokoka uweze ukauona ufalme wa Mungu. Sasa wataokokaje bila sisi ambao tumeshakwisha kumjua Mungu na tuko ndani ya wokovu na tunaujua wokovu ulivyo mtamu, tunafurahia wokovu, alafu tunashindwa kuwaelezea watu wengine habari za kuokoka, habari za kuongoka? Ndugu mpendwa, katika shughuli ya mwanadamu ya kila siku kwenye wokovu, Mungu anataka tuwaelezee watu waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwelezea mtu, unapomshuhudia mtu habari za kuokoka akaokoka, umetimiza shughuli yako ya kila siku ya mwanadamu kwenye maisha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaposoma ile Matendo 15, Matendo 15 inasema hivi. Matendo 15 ule mstari wa 3, neno la Mungu linasema hivi. Matendo 15 mstari wa 3, neno la Mungu linasema hivi: basi wakisafirishwa na kanisa wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari
za kuongoka kwao mataifa, wakawafurahisha ndugu sana. Sikiliza, narudia huu mstari. Basi wakisafirishwa na kanisa, wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari za kuongoka kwao mataifa, wakawafurahisha ndugu sana. Wakatokea watu wakatangaza habari za kuongoka, habari za kuokoka. Ndugu mpendwa, kwenye shughuli ya mwanadamu katika wokovu, nimesema jambo la kwanza ni kuwaelezea watu habari za toba, habari za kutubu, na tunapowaelezea wakatubu na mienendo yao ionyeshe kweli wametubu, na wakishamaliza kutubu waweze kuamini, imani yao waiweke kwa Mungu, wamtumaini Mungu, wamtegemee Mungu kwenye maisha yao yote, wasafiri na Mungu, waelezee watu jinsi kwa Mungu kulipo na usalama, kulipo na amani, kulipo na matumaini. Wanamsubiri Yesu kuja kulichukua kanisa lake. Lakini jambo lingine ndilo nililosema, kuongoka. Tuwaelezee watu wakaokoke. Bila kuwaelezea watu kuokoka, ndugu wapendwa, hatutahesabiwa tena haki ya kuitwa wana wa Mungu, kuwa familia ya Mungu. Lazima watu wakatubu. Anaongokaje kama mtu hajatubu, mtu hajaungama dhambi zake? Katika shughuli ya mwanadamu katika wokovu, Mungu anataka tuokoke au tuongoke. Tunapoongoka tukawaelezea watu waongoke, tukaelezea watu wakaokoke, nasi tutakuwa na alama mojawapo ya kumtukuza Mungu na kumwinua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu ukawafunike na kuwalinda na kuwapigania. Tunayo nafasi ni kuombea mtoto wa Mungu huko unakofanya kazi, huko unakofanya biashara zako, unakofanya vibarua vyako, unakofanya shughuli za aina mbalimbali. Kumbuka kuwainua watoto wa Mungu, kuwaombea watoto wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, tazama Baba, tunayo shughuli ya mwanadamu katika wokovu ambayo Bwana inatushuhudia tuwaelezee watu habari za kuokoka, habari za kutubu, habari za kusimama imara na kumtumaini Bwana na kumtegemea Mungu. Mungu, tunatamani utupe nguvu ya kuwajaza watoto wako, familia yako, wakaishi maisha ya kumtegemea Mungu Bwana katika safari yao walio nayo, ukawajenge na kuwaimarisha na kuwainua katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, ukiwafungulia milango ya baraka na neema, ukiwapa matumaini Bwana, wakakuinue na kukutukuza Bwana. Waone kwako kuna usalama, waone kwako kuna amani, waone kwako kuna matumaini katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai. Asante Mungu kwa kutupigania na kututetea, nasi tumetambua kwamba ipo shughuli ya mwanadamu katika wokovu. Yatupasa kila wakati, kila sekunde kushuhudia na kuwaelezea watu habari za kuokoka, habari za kuongoka, habari za kutubu, habari za kuamini, ili Bwana tuishi maisha salama katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai. Katufungulie milango ya baraka na neema. Asante, ninashukuru kwa sababu Mungu utaendelea kuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Amen.